Zoezi hilo la utiaji saini limeongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Hashid Abdalla pamoja na Dr. Simon Ngona, ambapo makubaliano hayo yanalenga kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wanaojihusisha na biashara ya kuingiza na kutoa bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi hizo mbili kufanya shughuli zao bila kupitia masharti magumu ya kiforodha. Kubwa ambalo tumelijadili ni swala zima la simplified trade regime, swala la kuwawezesha wafanyabiashara ndogo kufanya biashara zao kwa usahihi katika hizi boda zetu. Kama mnavyofahamu, tunatakiwa tuwe na mkataba maalum ambao unatoa upendeleo maalum kwa wafanya biashara ndogo ambao wanapita kwenye boda zetu. Kwa pamoja tumekubaliana kujadili kuchakata masuala yote ya STR na tumekubaliana orodha ya bidhaa 48 ambayo sasa watu wetu wa forodha wataenda kuimplement na wataenda kuhakikisha inafanyiwa kazi. Aidha, makubaliano hayo yalitangazwa na kikao cha pamoja cha wataalamu kutoka Tanzania na Zambia kilichofanyika kuanzia Disemba 17 hadi 19, 2025, huku baadhi ya wajumbe walioshiriki akiwemo mwakilishi wa wafanyabiashara Chuki Shaban amesema makubaliano hayo ni mwanga kwa wafanyabiashara. Lakini changamoto zinazotuhusu sisi wafanyabiashara wa malori ni foleni na kuchelewa kuvuka. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, maana yake tunaona wizara zote, wadau wa usafirishaji, wadau wa biashara wameitupia jicho katika mkoa wa Songwe kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Tunakiri kwamba Songwe ni lango la SADC, kwa maana nchi mbalimbali ambazo ni majirani zetu wa Zambia, Kongo, Malawi wanategemea lango hili ili kufanya biashara zao. Na kutokana na mageuzi makubwa ambayo yameendelea kwenye nchi yetu ya Tanzania, hususan kwenye bandari ya Dar es Salaam, sasa hivi tunakiri kwamba tunapata magari mengi zaidi ya 70% yanapita hapa. Katika kupanua bandari yetu ya Dar es Salaam, mizigo inayopita hapa imeongezeka karibu mara 3 ukichukua miaka 3 iliyopita, na ile rate ya kukua ni zaidi ya 40% kwa mwaka. Kwa hiyo kama serikali ni lazima tujipange kuhakikisha kwamba tunakwenda na hiyo kasi ya kuongezeka kwa mizigo kwa lengo la kuimarisha uchumi wetu. Kwa hivi sasa bandari yetu ya Dar es Salaam ndio inapitisha 65% ya madini yote yanayochimbwa huko kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo Aida Matthew Kraus, Songwe.